Ili ukifika kwa mkutano toa sasa fire kwa. Lakini ukienda barabara unasema, "Wewe mchungaji, sikishi maana hapa na wachungaji wengi sana." Si wachungaji wengi. Sikishi wao mama wa kanisa wengi. Ni kwa sababu Mungu ametuinua. Sema amen. Hiyo imenichochea kidogo, niwachochee kidogo. Unajua kwa sababu nasema tutawainua wasee katika jina la Yesu. Sema amen. Biblia ikasema kwamba mwongozo ikasema kwamba kikombe kushuhudia damu yake iliyomwagika kwa msamaha wa dhambi zetu, pia inaonyesha wazi kuwa Kristo wote wana umoja katika Kristo, wakinywea kikombe kimoja. Ni wakati wa kujioji mioyoni na kujitoa upya katika Kristo Yesu. Katika hali ya kuelekea meza ya Bwana, kila mmoja anajioji, kwa sababu hii unajua unaweza kula laana, unaweza kula baraka. Unajua sasa hii sio mkate ya kawaida, hii ni mwili. Hata ukikula unasema ni mwili. Hata ukikunywa kikombe cha damu unasema hii ni damu ya Kristo Yesu aliyomwagika kwa sababu yako. Kwa hivyo ni serious. Ni serious business. Ni serious business. Kwa hivyo ukielekea kwa meza ya Bwana, elekea kunyenyekea, kwa sababu umeenda katika utukufu mwingine. Na elewa ni hii. Usikose kumega mwili kwa sababu hujakumbuka Kristo alikufa na akateswa. Hii ni ukumbusho kwamba Kristo alikufa na akakumbuka na akamwaga damu. Inatukumbusha mwili wa Kristo ilipondwa akateswa kwa sababu ya sisi wana marana. Na wakati tunakula meza ya Bwana, kuna miujiza mingi Bwana anatenda. Wakati tunakumbuka Kristo akateswa, akakufa, akafufuka. Meza ya Bwana ni ibada takatifu. Kwa hivyo yafaa iende ibada hii kwa moyo wa unyenyekevu, kumcha Mungu na shukrani. Kumcha Mungu na shukrani. Kulingana na Paulo, meza ya Bwana ilistahili kusherekewa mara kwa mara. Kanisa la MFA inapendekeza ikiwezekana ifanyike angalau mara moja kwa mwezi. Luka 22:7-22, kitabu cha Wakorintho 11 ya kwanza 23-32, kitabu cha Isaia 53. Nafasi iwekwe kwa maombi, shukrani na wakati wa kujioji. Nafasi sasa iwekwe ya shukrani na kuweka maombi. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Nafasi iwekwe ya shukrani. Ana shukrani. Akuja aseme tunashukuru Mungu hii, twende kujioji. Alafu na karibia mesa hapo. Unajua maneno nadhani tofauti kulingana na yenye imeandikwa. Mwongozo wa dini uliandikwa. Nafasi ya shukrani. Unaweza shukuru Mungu kwa nini? Kuja kama uko na shukrani, kuja hapa ushukuru Mungu kwa neema ya sisi zote. Tuende nafasi ya kujioji. Kila mmoja awasilishe mbele za Mungu. Kama ulikuwa unaangalia kwamba kuna mambo umetenda asiyopendeza Mungu, unaogoka sasa hivi. Naambia Mungu nisamehe, nimekaribia meza ya Bwana, hakika kuanzia leo hii dhambi hii nitawaja. Nilikuwa nimekutanganya, lakini kwa ukweli nimetoka hapo, kuna mahali ninaenda. Kuanzia leo nimeacha dhambi, ili usiende meza ya Bwana. Wewe unaweza tubu dhambi saa hii kwa sababu tunaona nafasi hiyo, na unaambia Mungu sitarudi hapo. Ninakula meza hii na itakuwa ni baraka kwako. Sema amen. Najua tukiana meza watu watatataka. Unajua maneno wanaanza kama umekubali Kristo, unaamua sasa unaambia Mungu amen. Yes, iko mazuri huko. Na ukiona watu wakicheka, iko mazuri. Naweza kuwa na shukrani. Kwa neema yangu na hii, unaweza ambia Mungu. Kwa ajili ya pastor, unaweza ambia Mungu. Kwa ajili ya kanisa ya Mungu, unaweza sema nini? Kwa ajili ya familia yako, unaweza sema nini? Kwa ajili yako mwenyewe, unaweza sema nini? Bwana asifiwe. Haleluya. Mchango ambao